mfuatiliaji wa Kawabe Sports. Karibu kwenye show za NBC Premier League na show za kimataifa. Mbele yako ni shabiki wa Wekundu wa Msimbazi Simba, wakili msomi akiwa amekula zake uzi wa Simba Sports Club. Leo kuna mchezo wa Tabora United na Young Africans, lakini pia usiku kuna mchezo mwingine mkubwa zaidi wa kimataifa. Kari ya Wekundu wa Msimbazi Simba akikaribishwa na Al Masry katika uwanja wa Suez Canal. Kaka uko poa? Bwana niko poa sana. Mambo vipi msasa? Safi kabisa, kumekucha. Kumekucha. Na miungo yetu. Tulikuwa tunasubiri sana hii siku ya leo. Nafikiri tumeamka salama. Tuanzie hapa kwa watani zako Young Africans. Wana mchezo dhidi ya Tabora United. Mchezo huu umekuwa na mambo mengi sana. Tabora kaidiwa milioni 60 kama ambavyo walivyoadiwaga milioni 50 mkashinda. Lakini pia kuna maneno ambayo alizungumza Ali Kamwe, Christian Mwagala akamvaa. Kuna maneno mengine pia yametoka pia kwa mkuu wa mkoa Chacha, anasema kwamba kuna baadhi ya wachezaji wanatuma message na kutoa hela ili waachiwe mchezo. Hili kwa nini linatokea sana katika hizi timu kubwa hususan Simba na Yanga? Kwanza itoe Simba kwenye hizo kashfa, kwa sababu unapozungumzia kwamba kuna message zimetumwa, hujawahi kusikia Simba inaingia kwenye kashfa kama hizo, kwamba kuna message zimetumwa kwa labda kutoka Simba kwenda labda timu yoyote, lakini ndio Chacha anatuthibitishia kwamba kuna message zimetumwa kutoka kwa watu wa Yanga zinaenda kwa wachezaji wa Tabora United kwa kuomba walegeze masharti, wacheze chini ya kiwango ili Yanga wapate matokeo baada ya kipondo cha goli 3. Sijui unanipata? Simba yani itoe, ukisema hii inakuwaje kwenye hizi timu kubwa? Hapana. Simba tuitoe. Itoe kabisa, kwa sababu hujawahi kusikia mahala popote pale kwamba Simba kuna message zinatoka zinaenda sijui kwa Fountain Gate, zinaenda sijui kwa Namungo. Hapana. Kwa hiyo hawa wenye madudu yao tuwazungumzie hao kwa madudu yao. Lakini hizi sio story tu za mitandaoni hizi. Hapana. Ukitazama kwamba watani zako wana hizi tabia. Sio story. Hii ni kitu cha moja kwa moja. Hiki ni kitu ambacho kipo. Unajua mkuu wa mkoa ni rais wa mkoa. Kwa hiyo rais wa mkoa adanganyi, audanganyie umma wake, audanganyie mkoa mzima na Watanzania kwa ujumla. Haiwezekani. Anajiamini nini Chacha mpaka aongee hivi kwamba iwe uongo? Sio kweli. Kwa maana kwamba ndio maana ameenda mbali. Amewaambia kwamba kuna message za kuwaruduni wachezaji wangu, kuna message ambazo zinaonyesha miamala inaingia. Sijui unanipata? Ila nyinyi wachezaji wangu, miamala ikiingia chukueni, lakini nendeni uwanjani kaonyesheni kazi. Lakini wasiishie hapo. Na mkuu wa mkoa ametujulisha kwamba muda utazungumza kwamba tayari matukio haya yameshaanza kufanywa kazi. Kwa hiyo tunahitaji kuona, unajua kuna vitu sisi huwa tukivilalamikia watu wanaona ni blanda tu, tunafanya tu comment, lakini uhalisia kwamba haya madudu wenzetu wanafanya sana. Umeelewa? Hizi hongo wenzetu wanafanya sana, na ndio maana tukiwaambiaga kwamba si kwa bahati mbaya zikija mechi ngumu hawa hawana pa kutokea, kwa sababu wanatafuta favor kama hizi, kuonga wachezaji, kuonga marefa, kuonga sijui makamisa, mameneja wa uwanja ili kufanya madudu yao. Unajua rushwa ziko aina nyingi. Umeelewa? Unaweza ukapitisha rushwa kwa kumtumia meneja wa uwanja. Sawa ukamwambia kwamba Simba usiwafungulie mageti wakaja kufanya mazoezi kuelekea kwenye mechi yetu. Unajua tayari yule anaweza akakuuliza, sasa mimi nitakuwa kwenye nafasi gani? Tutakulinda. Hii pia ni rushwa. Umenipata Kwa hiyo kama hivi vitu vikichunguzwa, manake rushwa zitolewe kwa wachezaji tu, hata kwa viongozi wa juu. Nafikiri ukimsikia Dida wakati anazungumza naye, wakati anapewa vitisho, yule anayempa vitisho Dida anasema kwamba mtu wako hapo ndani kwenye uongozi wa Tabora ametupenyezea kwamba wewe unatuletea sisi ugumu. Hivi huyu kiongozi wa Tabora anapenyeza hizi habari ameahidiwa nini na hawa kina Roger, wazee wa vijiwe? Maana ajitaja kabisa mimi Roger, mzee wa vijiwe maarufu. Si umenipata? Kwa hiyo tayari unaona kabisa kwamba haya matukio yapo mengi. Sasa huyu mkuu wa mkoa ameamua tu kusema ukweli. Tusimpinge wala tusichukulie poa kauli yake, kwa sababu hizi rushwa zimetawala sana, na ukizifuatilia wafanyaji wakubwa ni hao wanaimbwa kila siku. Ndio maana sisi tunapinga tu haya madhamini ya ovyo ovyo, kwa sababu pia ni rushwa. Pia ni uhujumu. Rushwa, mtu anayefanya rushwa ni mtu anayehujumu uchumi.
Na ukiwatizama labda wapinzani wako leo hii wanaweza wakapindua meza, mara ya kwanza alikula goli 3-1. Safari hii naona wamejipanga sana, lakini kuna baadhi ya wachezaji wanawakosa, akiwepo kina Khalid Aucho, Chama na wengine ambao ni wale first 11 wanawakosa dhidi ya Tabora leo. Sidhani kama kuna mchezaji wa ajabu wa kuweka kisingizio. Unajua mimi nimewahi kuwakosa wachezaji wakubwa dhidi ya mechi ngumu kubwa na nikafanya vizuri. Sidhani kama kuna mchezaji wa ajabu kati ya hao watatu uliowataja, sijui Chama, sijui Aucho na mwingine sijui nani. Umeelewa? Hao wote ni mababu tu. Hakuna maajabu yote ambayo watafanya. Tena usiombe mvua inyeshe, mechi ichezwe mvua inanyesha. Wanashikwa na ngiri, wanajikunja tu. Hakuna chochote ambacho watafanya. Kwa hiyo wasije wakaweka kisingizio kwa sababu tumemkosa Aucho, sijui tumemkosa Chama. Chama mara mwisho kuanza mechi lini ya ligi kuu? Ameshaanza mechi ngapi kwenye msimu huu ya ligi kuu? Sasa kama azifiki utasema mchezaji muhimu? Chama umuhimu wake umeisha alipotoka Simba, umuhimu umeisha kwenye mpira wa Tanzania. Ana maajabu. Alidi Aucho, tilipu mchanga, tilipu gereji. Ana maajabu pia. Yaani leo kaamka vizuri atacheza, kesho kaamka na mbavu zinauma, atakaa pale. Manake tayari umri ushamtupa mkono pia. Umenipata? Na wengine wote. Yaani ndio maana mimi huwa nasemaga watu washindwa kunielewa. Yanga wana wachezaji maarufu. Sawa, hawana wachezaji bora. Pacome sio bora. Ana ubora gani? Aziz Ki ana ubora gani? Aziz Ki sasa hivi mnene kama puto, ana ubora gani? Dube ana ubora gani? Yaani ubora wa wachezaji, umeona wachezaji bora? Sasa hivi wapo kwenye mashindano ya kimataifa, wanawakilisha vilabu vyao na nchi zao. Ambao nilitaka kombe la Luzi. Tunalitaka kombe la Luzi. Kwani aliita kombe la Luzi si ndio yupo amemchukua ana akili mwenzao? Sasa unatulaumu nini? Alikuwa Simba. Alikuwa hiyo. Sasa hizi wapi? Kwa hiyo hao ndo wanaita, tuache hao. Mimi huwezi kuniambia kwamba tayari mimi mwanamke nishamwacha. Huwezi kuniambia kwamba alikuwa mke wako. Alikuwa, na alipokuwa mke wangu alikuwa na tabia bora, alikuwa na tabia nzuri, lakini baada inawezekana amechachuka saa hizi. Kwa hiyo mimi nakuhakikishia tu kwa aina ya kikosi cha Yanga saa hizi tayari muda umeshakwisha wa wachezaji wao kucheza mpira wengi sana. Kuna mtu nimemsikia kwamba eneo lile la Aucho hata akikaa Shuaboy anacheza. Shuaboy mwenyewe miaka 37. Anakiwacha pale. Eti alicheza vizuri ile mechi, akaja akaambia hata Pacome alicheza vizuri namba 10. Zidi ya nani? Utasikia zidi ya Songea. Sijui umenipata. Yaani zidi ya Songea United unasema hata Shuaboy alikiwasha sana. Msifia Dudu. Nisikilize ya Badman. Zidi ya Badman. Umekiona kikosi kichozeza zidi ya Badman? Za big man umekiona kikosi? Goli ni kaka nani? Hussein Abeli. Sawa? Mbavu ya kulia kaenda Kijiri. Sijui umenipata. Kushoto Noma. Katikati wamecheza Hussein Kazi na Duchu. Sijui umeona? Tayari yani kuanzia namba 1 mpaka namba 5. Hakuna kikosi cha kwanza. Ndio mkamsifia Mutale. Sijui umenielewa hapo Budo Mutale kwani anaanza kwenye kosi ya Simba anaanza? Sasa elewa hicho kitu, lakini unapomsifia Aziz Ki zidi ya Songea. Lakini ulifanikiwa kuona vurugu za Christina Mwagala pamoja na Ali Shaban Kamwe. Unajua Mwagala Christina yule ni mdada ambaye ameleta chachu kubwa sana kwa wasemaji, haswa kwenye eneo la kusemea mpira. Yaani yule mwanadada anausemea mpira, anazipromoti mechi zake. Mmenipata Mechi ikiwa inachezwa Tabora, yeye atahakikisha uwanja wa Tabora unajaa mashabiki kwa sababu hiyo ndio kazi yake. Unajua Ali Hassan Mwinyi ni kubwa. Mmenipata Kwa hiyo kuijaza pia ufanye kazi. Kwa hiyo anahakikisha ataongea maneno ambayo yatawavutia wapenzi na mashabiki ili kuiandaa mechi yake, ili kuiandaa timu yake, ili kuandaa viongozi wake na kwenda kuvuna mapato kwenye hiyo mechi, kwa sababu mapato ni ya kwao. Ana mamlaka gani ya kumwambia Ali Kamwe nampa masaa 24? Kwa sababu amesema tunampa, sio nampa, tunampa. Akisema tunampa manake ni management ya Tabora imeongea. Sawa kwa sababu katumia tunampa masaa 24. Unajua kwa nini? Nafikiri kupitia kipaza chako hiki niliwahi kukwambia Ali Kamwe ni mtoto wa 2000. Hawezi kuwa bora kwenye timu kongwe, kuisemea timu kongwe. Moja ya silaha
ya kuvizungumzia vilabu hivi vya Simba na Yanga ni hekima pamoja na nidhamu kubwa sana uwe nayo. Alikamwe hivi hana, umeelewa? Hana, kwa sababu lazima uwe na mipaka kwenye kuongea. Sijui umeelewa? Unapomzungumzia mkuu wa mkoa, nimekwambia hapa, yani mpaka saa hizi uongozi wake wote wa Yanga, sawa, na wageni wao wote wako chini ya rais wa mkoa. Yeye ndo anawahakikishia pale usalama, kulala, kuamka, kula, kunya, kukojoa, vyote hivi anahakikisha mkuu wa mkoa Chacha kwamba viko salama. Wewe unawezaje kwenda kumwongelea babako vitu vya hovyo? Hilo nipata. Kwa hiyo kuna aina ya matamshi Alikamwe mimi siwezi kushangaa, na nilisema atafungiwa sana, ataonywa sana, atazungumziwa sana, kwa sababu hana discipline ya kuongea. Huyu ni Ali Shaban Kamwe, hawezi kubadilika kwa sababu ni katoto ka 2000. Sawa, Yanga anashinda ngapi leo? Niulize anafungwa ngapi? Kuniuliza anashinda ngapi, maana yake nitakuwa naomba ashinde. Umeelewa? Mimi furaha yangu kuona Yanga anabondwa, na naamini Tabora kwa sababu alishafanya nyumbani kwake Chamazi mpaka akakimbia uwanja. Kwa kama pale Ali Hassan Mwinyi kwa ndugu yangu, kwa baba yangu, kwa mjomba wangu, kwa kaka yangu Ismail Aden Rage, wewe unategemea kitatokea nini? Tabora ni moja. Sawa, mkuu wa mkoa changanya na Rage. Umeelewa? Wakaipambania Tabora. Ikifanya vizuri Tabora ndio amefanya vizuri Rage, kiongozi wangu wa zamani, kiongozi bora sana. Ikifanya vizuri Tabora amefanya vizuri Chacha. Umeelewa? Kwa hiyo naona hii nafasi kubwa sana ya Tabora kwenda kupata chochote. Angalau basi Mungu asaidie, hata kama hawajapata ushindi basi wapate hata sare.